Katika kipindi kilichopita tuliangalia kwa ufupi namna 5 ambazo unaweza kuzitumia ili kujijengea credibility yako. Na katika kipindi hiki tunaenda kudadavua kwa kina kiasi namna ambavyo unaweza ukazitumia mbinu hizi 5 za kujijengea credibility, kujijengea sifa, ili kile unachotaka kukisimamia, kile unachotaka kukizungumza, basi wasikilizaji wako wakuone unafaa, unakidhi na unayo sifa ya kuyazungumza hayo kwao. Sasa tuendelee. Mbinu ya kwanza nilisema kuwa ni uzoefu ama mapito ya maisha yako. Maisha yako mpaka hapa ulipo, toka upate akili, yamekufundisha mambo mengi sana. Jifanyie tathmini kwa kujibu maswali haya 5 kama yanagusa uzoefu ama mapito ya maisha yako. Swali la kwanza, je, ni nini umejifunza mpaka sasa katika hayo maisha? Kwa ujumla, haya maisha. Ukiulizwa maisha ni nini, unajibuje? Swali hili linakupa nafasi ya kutafakari maisha kwako ni nini. Maswali kama haya ya jumla hivi, kwa mfano, ukikutana na binti ambaye ameumizwa na mwanaume au wanaume wengi, ukimuuliza kwako wewe wanaume ni akina nani, atakwambia kwamba wanaume ni mbwa tu, kwa sababu ameumizwa na wanaume wengi. Kwa hiyo yeye tayari katika maisha yamemfundisha kwamba wanaume ni mbwa tu. Sasa je, swali hili likija kwako wewe, ukiulizwa maisha kwako ni nini, jibu lake litakupatia picha kamili ya uzoefu wako katika maisha. Swali la pili, ni changamoto gani za maisha umezipitia, na kama umezivuka, umezivukaje? Kila mwanadamu anapitia changamoto mbalimbali. Changamoto unazozikumbuka, chukua muda wako, jitathmini, tafakari. Ukiwa mdogo, ukiwa shule ya msingi, ukiwa sekondari, ukiwa chuo kikuu, ukiwa kazini, ukiwa mtaani, umepitia changamoto zipi? Je, kama mpaka sasa uko vizuri, maana yake umezivuka hizo changamoto. Umewezaje kuzivuka? Namna ulivyozivuka changamoto hizo, ukifaulu kuzitaja changamoto ulizopitia, na wasikilizaji wako wakiwa ni miongoni mwa wanaopitia changamoto hizo, watakusikiliza. Na ukiwa na uwezo sasa wa kutoa suluhisho kwa kuelezea namna ambavyo wewe umezishinda changamoto hizo, watakusikiliza zaidi. Kwa hiyo swali hili la pili litakujengea credibility. Swali la tatu, ni makosa gani umeyafanya katika maisha yako na huenda unayajutia sana? Katika maisha yetu tumefanya makosa mengi sana. Wengi huwa tunayaficha hayo, lakini ukipata nguvu na kuyasema makosa yako hadharani, wako watu wengine watakulipa kabisa. Ziko media zitakuja zikulipe uende kwenye TV yao ukayaseme hayo makosa yako. Sawa? Yaani makosa yako unayoyaficha, mambo ya aibu uliyoyafanya, ukiweza kuyapackage vizuri, ukiyaweka vizuri, ni fedha tupu hiyo. Ni fursa hiyo. Na ndio maana wataalam wa maandiko wanasema kwamba Mungu hapotezi mateso yako. Mungu hapotezi wakati mwingine ujinga ulioufanya, lakini kama umejifunza kitu na ukabadilika, Mungu anaweza kubadilisha kabisa historia ya maisha yako kupitia ujinga ambao ulioufanya, ukajutia, ukarudi kwa Mungu, ukawa mtu mwema tena. Kwa hiyo kuwa tayari kuyafunua mambo yako uliyofanya ambayo unayajua wewe na Mungu wako, au wewe na huyo uliyefanya naye. Twende swali la 4. Mapato ya makosa hayo uliyoyafanya katika maisha yako yalikuwa nini na umejifunza nini? Hicho ulichojifunza, kuna watu wameyafanya makosa hayo, wanaona soni kuyasimulia. Kwa hiyo kama umejifunza kitu fulani kutoka katika makosa hayo, wasikilizaji wako waliofanya makosa hayo nao watatamani pia kuondokana na aibu hiyo, na watajifunza kupitia kwako. Na swali la 5, uliwezaje kuchomoka kwenye madhara ya makosa hayo? Manuva ulioyafanya, kama ulikuwa unajutia sana, ulikata tamaa, pengine ulielekea kujinyonga kwa sababu ya makosa hayo uliyoyafanya, uliwezaje kushindana na nguvu hizi hasi mpaka ukafikia hatua ya pengine kupatana na Mungu wako, kupatana na mtu uliyemkosea, na moyo ukapatana na nafsi yako na roho yako, na sasa una amani kabisa? Hayo majibu yatawasaidia watu, na watu watakuamini, utaonekana unayo credibility mbele yao. Kumbuka, katika wasikilizaji wako unaowahutubia,
pia wamo watu waliopitia shida kama zako, mateso kama ya kwako, changamoto kama za kwako. Ukifaulu kuyaelezea hayo vizuri, sanjari na namna ulivyoyavuka, halaiki watakuona wewe ni mwenzao na unakidhi na una sifa na vigezo vya kuwafundisha, kuwaonya ama hata kuwajuza. Hapo utakuwa umejijengea na umejitangazia credibility kwa wasikilizaji wako. Kwa mfano, nilibakwa, nikaumizwa, nimeimarika tena. Haya ni maneno ya Oprah Winfrey. Oprah Winfrey aliwahi kubakwa. Alipoamua kuelezea umma kuwa amepitia mateso makali baada ya kubakwa na hatimaye kuja kuyashinda mateso hayo, alipata uungwaji mkono kutoka kwa watu wengi na akawa maarufu, na amekuwa maarufu mpaka leo. Lakini Oprah Winfrey hajaishia kuwa maarufu tu. Ni miongoni mwa mabilionea wachache wanawake duniani kote. Wapo wanawake waliowahi kubakwa au hata ambao hawajawahi kubakwa, lakini wanapitia changamoto mbalimbali maishani mwao. Wanawake hawa wanashawishika na kuamini kumbe kubadilisha maisha yenye changamoto na kuwa yenye fanaka inawezekana. Kwa mantiki hiyo, akina dada wengi, hasa wale waliowahi kubakwa au wanaopitia changamoto za maisha, watamuona Oprah Winfrey kuwa ni mzungumzaji mwenye credibility ya kuwafundisha jinsi ya kuondokana na mateso ama changamoto zinazowakabili maishani mwao. Na hivi halaiki watamakinika na kushawishika kwa karibia kila atakachozungumza Oprah Winfrey. Kumbe basi, kama Oprah Winfrey alivyoweza kujijengea credibility yake kupitia changamoto alizokumbana nazo katika maisha yake, pia changamoto zako, hasa zile unazoona aibu kusimulia, zitakujengea credibility kubwa sana kama utaamua kufunguka. Kumbuka ya kwamba upo hivyo ulivyo kwa sababu ya ulioyapitia katika maisha yako, yaani uzoefu wako, mapito yako, mateso yako na msoto ulioupitia. Kumbuka daima kwamba Mungu ameyaruhusu mateso hayo yote uyapitie kwa shabaha ya kukujenga na kukufinyanga, ili uwe na umbo la kufaa katika kutimiza kusudi la maisha yako kwa kutekeleza kazi yake hapa duniani. Aldous Huxley anasema, uzoefu sio kile kitu kilichokutokea, bali kile kitu ulichokifanya wakati kile kitu kilipokutokea. Yaani wewe umebakwa. Baada ya kubakwa, uliondokana vipi na trauma na huzuni moyoni na rohoni mwako mpaka sasa ukawa mtu uliyesamehe na unayeishi kwa furaha? Kile ulichokifanya baada ya tukio baya kukutukia, huo ndio uzoefu. Na huo uzoefu si tu kwamba utakujengea credibility, lakini pia ni fursa na pesa. Kwa namna iliyo rahisi, Huxley anamaanisha kwamba uzoefu sio yale maumivu, manyanyaso au mateso yaliyokutokea, bali kile ulichokifanya katika kurespondi hayo maumivu, manyanyaso au mateso uliyoyapitia. Kwa mfano, tukio la kuzomewa na wanafunzi wenzangu nikiwa shule ya msingi kwa kushindwa kwangu kuzungumza mbele yao kilinisukuma kujikita katika kujifunza mawasiliano na mazungumzo mbele ya halaiki. Uzoefu hapa, kadiri ya Aldous Huxley, sio maumivu ya kuzomewa kwangu, bali ni hayo maamuzi ya kujifunza mawasiliano sanjari na hizo mbinu na namna nilivyojifunza na kuwa mahiri katika mazungumzo mbele ya halaiki. Kumbe basi, ni jukumu lako kuyahariri maisha yako na kuyachanganua mapito yako na jinsi ulivyofaulu kukabiliana na changamoto mbalimbali ulizozipitia maishani mwako. Katika mchakato huo wa kuhariri maisha yako, utaweza kupata kitu cha kukujengea credibility ambayo itakusaidia kukidhi kuwa mzungumzaji mahiri unayemiliki stage.